Kwa hivyo kutoyatengeneza mambo kwanza na kuyapanga katika ulimwengu wa kiroho kabla ya kuyaendea kimwili ni sababu kubwa sana ambayo inafanya watu wengi washindwe kufanikiwa. Ninapoongelea kuhusiana na kuyapanga kiroho, ninaongelea kuhusiana na mtu yeyote. Ukuu hujaokoka, ujue kwamba unafaa umwendee shetani utengeneze mambo yako ya kiroho kwa shetani. Na kama umeokoka, uende kwa Mungu wako Yehova, uende kwa Yesu akusaidie kutengeneza mambo yako. Umuulize Roho Mtakatifu kwanza, ili jambo nitaliendea kwa namna gani ndio nifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni sababu kubwa sana ambayo imefanya watu wengi wakashindwa kufanikiwa. Sababu nyingine inafanana na hiyo sababu ambayo nimeitaja, na hiyo sababu nyingine ni upofu wa kiroho. Upofu wa kiroho ndio sababu nyingine ambayo inafanya watu wasije wakafanikiwa. Ukiangalia Biblia yako vizuri, kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Agai. Alikuwa ni kijakazi wa Ibrahimu, alikuwa ni kijakazi wa Sara. Yaani kiufupi alikuwa ni maid. Alikuwa ameajiriwa kwa nyumba ya Ibrahimu na Sara. Sasa maandiko yanasema ya kwamba ukafika wakati ikawa Sara hawezi akampa Ibrahimu mtoto. Na Sara akamwambia Ibrahimu, chukua kijakazi, angalau utajipatia mtoto kupitia kwa huyu kijakazi. Wakazaa mtoto anaitwa Ishmaeli. Lakini huyu kijakazi akafika wakati akaingiwa na wifu, kwa sababu yeye ako na mtoto, Sara ana mtoto. Akaingiwa na wifu, akaanza kumchukulia Sara poa. Sasa Sara, maandiko yasema ya kwamba akamfukuza huyu kijakazi anaitwa Agai. Akaenda jangwani. Maandiko yasema akiwa kule jangwani, kwa sababu alikuwa na mtoto anaitwa Ishmaeli, kukawa kule jangwani hakuna maji mtoto anaweza kunywa. Yule mtoto akawa akona kiu, lakini hakuna maji. Maandiko yasema ya kwamba Hagai akaenda kujifia, akaenda mbali ili asione mtoto wake akifa. Lakini malaika akawatokea wakiwa kule jangwani. Maandiko yasema ya kwamba, na hapa ndio nataka unisikilize kwa umakini sana, maana inaongelea kuhusiana na upofu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Upofu wa kiroho. Malaika alipokuja, maandiko yasema ya kwamba alimpata mtoto akiwa karibu kufa, kwa sababu hakuwa na maji ya kunywa yule mtoto. Na kile ambacho malaika alikifanya, malaika hakuanza kuchimba kisima kwenye ile jangwa, lakini maandiko yasema ya kwamba malaika wa Bwana akamfungua macho Agai, akaona kisima. Wakachukua maji wakachota wakanywa. Yale maji yalikuwa pale pale katika ile jangwa, maana hatuoni malaika akichimba kisima. Ina maana kwamba yale maji yalikuwa pale pale katika kile kisima. Lakini ile eneo ikabakia kuwa jangwa. Inamaanisha kwamba ile mizimu ambayo ilikuwa imetawala ile jangwa ilikuwa imeficha yale maji yasije yakaonekana kwa mtu wa kawaida. Maandiko yasema ya kwamba Agai akachota maji akanywa na akapea mtoto wake, wote wakanywa. Sasa unaanza kujiuliza, katika jangwa maji yanatokea wapi? Hatuoni malaika anachimba kisima, maana tunajua kwamba kuna kisima ambao mtu anaweza akachimba chini maji yakatokea, lakini hatuoni malaika akija kuchimba kisima. Kile ambacho malaika alifanya, alimfungua macho Agai akaona. Sasa hapa ndio nataka unisikilize kwa makini. Kumbe yale maji yalikuwa pale pale katika ile jangwa, lakini kwa sababu kulikuwa na mizimu, hiyo ni yangu tu ambao nasema, kwa sababu kulikuwa na utawala, niseme utawala tu, kulikuwa na utawala ambao ulikuwa katika ile jangwa, ambao ule utawala ulikuwa unafunga watu macho wasije wakaona kile kisima. Watu wa pale wakabakia kuamini kwamba ile eneo ni jangwa. Kumbe kuna eneo ambao unaweza ukaenda, watu wameaminishwa kwamba eneo lile ni jangwa, hakuna maji kule, lakini Mungu akakuonyesha kisima, Mungu akakuonyesha maji yakiwa pale pale.
Yaani si eti kwamba unachimba kisima, lakini Mungu akakufungua macho, akakuonyesha kisima, akakuonyesha maji. Kumbe unaweza ukaenda katika eneo ambalo watu wanaamini kwamba uwezi ukaweka biashara pale ukafanikiwa, hauwezi ukalima ukapata mazao, lakini katika ile eneo ile ukashangaa kwamba unafanikiwa pale pale. Yale maji yalikuwa pale pale. Inamaanisha kwamba kuna ngamia, kuna watu walikufa pale kwa sababu ya kukosa maji, kwa sababu ya kukosa kuona yale maji, kwa sababu maji yale yalikuwa pale pale. Kuna watu ambao walikufia pale wakiwa wanaamini kwamba eneo lile ni jangwa, lakini kumbe maji yako pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza ukaenda katika maeneo fulani ukashangaa kwamba yani watu wamejaribu kufanya biashara pale ikashindikana. Watu wamejaribu kufanya mambo fulani kule, kulima ikashindikana. Lakini wewe mwenyewe ukilima pale pale, Mungu akakuongoza mahali hapo hapo ambapo watu wakiangalia wanaona kwamba hakuna pesa, wanaona kwamba hakuna opportunity ya biashara, hakuna opportunity ya kulima ukapata chakula. Hapo hapo ukalima na ukapata chakula. Ndio maana utaona kwamba mtu ambaye anaitwa Isaka, nadhani alikuwa anaitwa Isaka, huyu kijana wa Ibrahimu, alienda katika nchi fulani, na ile nchi maandiko yanasema kwamba kulikuwa na njaa, lakini yeye mwenyewe alipolima pale akapata mahindi mara 100 kwa 100. Hapo hapo ambapo watu hawafanikiwi, hapo ambapo watu wamefungwa macho, wakakosa kuona opportunity, wakakosa kuona idea ya mafanikio, Mungu anakufungua macho, unaona tofauti na wao vile wanaona, unaona uhalisia katika ulimwengu wa kiroho. Ujue kwamba mambo hayako katika ile namna ambao we mwenyewe unayachukulianga. Katika ulimwengu wa kiroho, kile ambacho unachokionanga katika ulimwengu wa mwili, kuna uwezekano mkubwa sana ni tofauti sana. Maana kama ungiona uhalisia katika ulimwengu wa kiroho, saa hii ungekuwa uko mbali sana. Kwa hivyo upofu wa kiroho, upofu ambao unasababishwa na tawala ambao ziko katika maeneo tofauti, unaweza ukafanya mtu akabakia kuwa maskini, akakosa kufanikiwa. Kila eneo ambalo unalijua, ambalo umehamia, uende Marekani, uende Saudi Arabia, uende wapi, utapata kwamba kuna watu wamefanikiwa, lakini kuna wengine bado wana struggle. Na ukienda kule unashangaa kwamba kwa sababu haujajua formula, haujafunguliwa macho ukajua ni kwa nini hao watu wanafanikiwa, ukashangaa kwamba hata wewe unaingia kwenye msururu wa watu ambao hawafanikiwi. Unafaa ujiulize, hao wanaofanikiwa wanafanya nini? Ni nini ambacho wanakiona tofauti? Ndio maana Laban anamwambia Yakobo ya kwamba endelea kukaa kwangu, endelea kunifanyia kazi, kwa sababu nimejua nimefanikiwa kwa sababu yako. Yakobo alikuwa na macho ya kuona mambo kitofauti. Yakobo alikuwa na macho ambayo yale macho akiangalia, maandiko yanasema kwamba alikuwa Laban akiangalia anaona kwamba utajiri uko kwenye zile mbuzi ambazo zinakaa kwa namna fulani, lakini Yakobo akiangalia anaona utajiri uko upande huu mwingine. Kwa hivyo hata akibadilishiwa mshahara, faida inamwangukia yeye mwenyewe, kwa sababu alikuwa anaona mambo kitofauti. Ndio maana Laban anasema najua nimefanikiwa kwa sababu yako. Agai amefunguliwa tu macho, akaanza kuona mambo tofauti na vile alikuwa anaona mwanzoni. Agai wa kwanza alikuwa anakufa kwa sababu ya kukosa maji, lakini Agai wa pili ambaye amefunguliwa macho ameanza kuona opportunities za biashara, ameanza kuona opportunities za kulima na akapata pesa, ameanza kuona maji yakiwa kwenye jangwa. Oh my God. Kumbe hiyo jangwa ambao unaiona, kuna kitu ambacho kuna vile Mungu anaweza kufungua macho ukaona tofauti kwenye hiyo jangwa, mahali ambapo watu hawafanikiwi, mahali ambapo huoni opportunity, mahali ambapo hauna idea. Hapo Mungu anaweza akakufungua macho ya kiroho ukaona tofauti. Mwambie Mungu kwa jina la Yesu Kristo akufungue macho
uanze kuona tofauti na kile ambacho watu ambao hawajafanikiwa kwenye eneo lile hawaja